ndio tuseme ni chanzo cha maendeleo, bali kilimo ndio chanzo kikuu cha maendeleo ya taifa na jamii kwa ujumla. Uhali gani mtazamaji? Karibu katika makala yangu pendwa ambapo leo tutakwenda kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusu kilimo na mazao. Ungana nami mtangazaji wako Amnesef kuanzia mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Na mtazamaji, na leo hii tumepata kutembelea katika eneo la Jumbe Kibondeni na tutaangalia ni jinsi gani kilimo kinavyolimwa mpaka kufikia sokoni. Maendeleo yetu. Msemo huu unaakisi uchumi wa maendeleo na jamii kwa ujumla. Kilimo ni uzalishaji wa mazao, mimea, mifugo kwa ajili ya chakula, biashara na matumizi mengine. Inahusisha matumizi ya ardhi, maji na juhudi za binadamu katika kukuza, kutunza na kuvuna mazao ya kilimo. Kilimo ni muhimu sana kwa uchumi wa maendeleo ya jamii na ni moja wa sekta kuu ya uzalishaji wa jamii nyingi duniani. Kilimo ni muhimu sana katika maendeleo ya jamii na uchumi, na baadhi ya umuhimu wake ni kama vile kilimo hutoa chakula ambacho ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Kilimo hutoa ajira kwa watu wengi katika jamii. Kilimo ni chanzo kikuu cha mapato kwa wakulima. Kilimo huchangia ustawi wa maendeleo ya jamii na kutoa chakula cha kutosha. Kilimo huchangia katika ustawi wa maendeleo ya jamii na kupata chakula cha kutosha, mapato, ajira na pia kuboresha kwa hali ya maisha ya watu vijijini. Sasa twende tukamsikilize Amina Mkurumbona. Kwa jina naitwa Amina Yusufu Mkurumbona. Mimi nahusika na kilimo cha mboga za majani. Kilimo cha mboga za majani naanza kuotesha mbegu sehemu moja. Nikimaliza kuotesha mbegu, zile mbegu zinaota naweza nikaotesha Jumatatu, zile mbegu zikaota baada ya siku 4. Nazisubiria baada ya wiki 2. Wiki 2 hizo naanza kung'oa kupeleka sehemu nyingine, kuhamishia sehemu nyingine ambayo naanza kupanda. Napanda na maliza. Nikimaliza kupanda zile mbegu ambazo nimepanda kwa muda ambaye zinatumia ni baada ya wiki 2. Baada ya wiki 2 hiyo naweka mbolea. Mbolea yenyewe ambayo natumia mavi ya kuku. Baada ya wiki nikimaliza kulisha mbolea, baada ya wiki ya 3 ndo naanza kuvuna. Navuna napeleka sokoni. Ambazo mnazozitumia nyinyi mnaotesha wenyewe, labda kuna aina nyingine ya mbolea ambazo mnazitumia katika kuhakikisha mnapata mbolea nyingine? Tusipotumia hizi mbolea za mavi ya kuku, mavi ya ng'ombe, kuna mbolea zingine zinauzwa madukani, ila zile hazina ubora kama hizi za mavi ya kuku na ng'ombe. Kama tulivyoona kwamba katika eneo hili tunalima mboga ni nyingi. Lakini vipi kwa upande wa mboga ama kwa kilimo chengine? Labda mnalima ama ni hii tu mboga? Ni hii mboga, hatulimi kilimo chingine tofauti na mboga. Kwa nini? Ndio hivyo, maana ndo tunaanza maisha. Kwa hiyo tunapambana ili kipato kiwe kikubwa. Kikiwa kikubwa tunaweza tukabadilisha mazao mengine, na hiki hatuachi, tunaendelea kulima mboga, ila
Nashukuru Mungu, mbeleni Mungu akijalia tutabadilisha kilimo, tulime matembele, nyanya. Na kilimo hiki hatukiachi, tunaendelea hivyo kupambana na ni kupata hela. Hela zenyewe hizo zinanisaidia kusomesha watoto, kufanya vitu mbalimbali, kununua mifugo. Kwa hiyo na washauri wenzangu na wenyewe walime na kilimo cha mboga mboga, wapambane. Tunajua kama hichi kilimo ni kilimo kidogo, lakini kwa serikali unatoa ushauri gani ili kuhakikisha kilimo hichi kinakuwa na kinakuwa kama vilimo vingine kama vile tungule, batata, mpunga na vinginevyo? Hiki kilimo kwenye serikali, labda niombe msaada, wanisaidie niongezee kipato cha kulima, maana bado kipato changu kidogo sana. Upande wenu? Eneo sina, eneo lenyewe naomba, ila eneo sina. Nikipata eneo la kwangu tena ambalo linatosha, yani eneo kubwa, upande wa vifaa, mipira ya maji, ndio naomba. Na sasa twende tukamsikilize Emmanuel Chacha ambaye ni mkulima wa kiume na anahusika na kilimo cha mboga mboga katika eneo hili la Jumbe Kigamboni. Kwa majina naitwa Emmanuel Chacha. Ni mkulima wa kilimo cha mboga mboga, hasa aina ya mchicha. Lakini kwa njia tunazotumia, tunaanza kwanza tunachukua mbegu, tunaziotesha. Tukiziotesha tunazisubiria zinafika saizi inchi 2 au inchi 3. Kisha fika hiyo saizi tunaanza kuzing'oa moja moja kutoka kwenye kitaru. Sasa tunaleta kwenye eneo ambalo sasa ni kubwa, ambalo unapanda unaelekea kwenye kuvuna. Lakini pia zaidi ukishaianza kuitawanya, umeshaitawanya, unaisubiria kama wiki 1.5, yani wiki 1.5 kama kini sehemu ni nzuri. Unaisubiria wiki 1.5 ndio unatia mbolea. Ila hasa mbolea tunaitumia ni ya kuku, kwa sababu taalamu nasema kwamba ina nutrient nyingi sana. Kwa hiyo ndio hasa mbolea ambayo inaleta matokeo ambayo ni mazuri zaidi, kama kuona malengo yako ambayo mtu anategemea. Lakini ambapo ikikosa pia tunatumia urea na NPK. Ni ndio mbolea ambazo tunapenda sana kutumia. Na urea kwa ajili ya kukuzia, lakini NPK kwa ajili ya kunenepeshea. Kwa hiyo kisha weka hivyo, sasa kikubwa hapo tunazingatia maji. Ndani ya siku 18 au 21 unapeleka sokoni. Labda ni faida gani ambazo mnazipata katika kilimo hichi cha mboga mboga? Faida tunapata faida of course, kwa sababu unakuta malengo yetu yanatimia kupitia hizi mboga mboga ambazo tunazilima kila siku, kwa sababu ila kuna misimu mingine kwa kweli unaweza kuona kama hapa sasa hivi sijafanya kazi kwa sababu kulingana na bei ya sokoni. Lakini kuna misimu kuanzia mwezi wa 5 ndio misimu ambayo hasa tunapata mafanikio kwenye hizi kilimo, kwa sababu mvua inapokuwa imenyesha nyingi, unakuta wakulima wengi tumekosa mbegu ile ya kutawanya. Kwa hiyo unakuta ni wachache ambao wanayo. Kwa hiyo wale wachache ambao tunayo ndio tunanufaika hicho kipindi. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kipindi hicho, kwa kweli tunanufaika sana. Zungumzia kwa upande wa hizi mboga mboga, tunajua kwamba kilimo chochote ni lazima kiwe na athari, yani kuna kitu ambacho kinaweza kikaathiri. Labda ni bakteria gani ambao wanaathiri kwa upande wa kilimo cha mboga mboga? Kuna wadudu hasa wamekuja kipindi hiki, sijui wametoka wapi, wanaitwa
sisi Wazanzibari sio wanawahitaji, yani yale yana magamba magumu kwa juu afu kilisogea na jikunja kwa ndani. Hasa hiyo ndo yanatuathiri zaidi, lakini ukisha upanda mchicha sidhani kama labda ni itokee mara chache sana, lakini athari nyingi tunakutana nayo kwenye mbegu. Ukungu tunapambana sana na ukungu. Ndo athari ambayo tunakutana sana kwenye mchicha, lakini hapa tunaopulizia tu kulinda wadudu, lakini si sana. Labda ni dawa gani ambazo mnatumia kwa ajili ya kupulizia hawa wadudu wasiharibu hii miti? Kuna dawa moja inaitwa Farm Guide na kuna dawa moja inaitwa Ninja, ndio madawa ambayo hasa tunayatumia. Na kuna dawa moja ya unga inaitwa Amarax ndio tunatumia kwenye ukungu, ambayo ni bora zaidi kwenye ukungu. Ndio madawa ambayo tunatumia hayo. Labda ni changamoto gani mnazozipitia katika kukuza hii michicha ama mboga mboga? Changamoto ambayo tunakutana nayo ni hasa kwenye mbolea, kwenye upatikanaji wa mbolea ya kuku. Yaani ni changamoto kweli. Ni changamoto kwa sababu wakulima muda mwingine tunakuwa wengi, alafu wafugaji wa kuku ni wachache. Na mbolea ya kuku ndio inatuletea matokeo zaidi ambayo yale tunayoyatarajia sisi. Yaani ukipanda unatarajia kama hapa nipate kiasi fulani, lakini unapokosa hiyo mbolea inakuwa ni changamoto. Kwa sababu unapoweka NPK au urea hupati matokeo ambayo yale ulikuwa unayategemea, lakini kuweka mbolea ya kuku ni matokeo 99.99 ambayo ulikuwa unayatarajia kwa ile sehemu ambayo ulikuwa umepanda. Labda kwa mimi ambaye nataka kuanzisha kilimo hichi cha mboga mboga, hizo mbolea za UK na hizo nyingine PK, labda mimi naweza nikazipata wapi? Labda zinapatikana kwenye maduka ya pembejeo. Tunayapata kwenye maduka ambayo hapa sokoni Jumbi hapo ndo tunayapata. Nimezaliwa katika umaskini. Maumivu ya umaskini nayajua. Umaskini ni utumwa. Kama usiukubali umaskini, ufanye kuwa ni adui yako siku zote. Pambana nao kwa nguvu, akili, maarifa yako yote. Kuwa na uthubutu. Pambana, inawezekana. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Vijana tuwe makini barabarani na kujichunga kwa makundi mbalimbali ikiwemo wizi na ubakaji, bali tujiajiri wenyewe kwa kujishughulisha na ujasiriamali na kilimo ili kuweza kupata kipato kitakachotuendeshea maisha yetu. Kilimo huchangia katika ustawi wa maendeleo ya jamii na kupata chakula cha kutosha, mapato, ajira na pia kuboresha kwa hali ya maisha ya watu vijijini. Jifunza mengi kuhusiana na kilimo cha mboga mboga. Umeona ni jinsi gani kilimo cha mboga mboga kilivyokuwa na faida, na tumeona ni jinsi gani kilimo cha mboga mboga kilivyokuwa ni kizuri sana katika afya zetu. Chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Amnesef. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mpaka sasa sina la ziada zaidi ya asante na kwaheri.